Na shukrani za dhati mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu. Imetimu mwendo wa saa 2 kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye taarifa hizi za Undugu Matukio, awamu yetu ya pili ya taarifa siku hii ya Jumamosi. Nitakuwa wako Frederick Wambua, naye mfasiri kwenye lugha ya ishara atakuwa ni Priscilla Mwangi, na tuweze kuandamana moja kwa moja hadi kina cha taarifa hizi. Kumbuka ya kwamba una fursa ya kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu 0782705705 ukitupata mbashara kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Lakini kabla ya hayo yote, na tuweze kupata yaliyomo. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua atoa wito kwa jamii ya Kibantu kuungana na kuhakikisha Rais Ruto anahudumu kwa muhula mmoja. Mwana watu ya mlima kutafuta makazins wangu makuzo, si ndio? Sisi na Wakamba, Wataita, Wataveta, Mijikenda, we are one family. Sisi ni makazins. Baadhi ya viongozi serikalini wasema Gachagua anaendeleza siasa za uchochezi. Ile siasa wanafanya ya kujaribu kutugawanya sisi wa Kenya kwa misingi ya kabila, siasa ya chuki, siasa ya uchochezi, siasa ya kupiganisha watu. Mtu anajiita kiongozi. Wamiliki wa hoteli Mombasa wataka sheria kuwekezwa ya kuzuia uchafuzi wa fukwe za bahari Mombasa. Kama kungelikuwa na legislation fulani ambayo itaweza kusaidia kupunguza uchafu wa one plastic use. Na Wakenya wang'aa Rome Italy, Beatrice Chebet akiibuka kidedea katika mbio za mita 1500. After running 14:05 a personal best and I'm meeting record. I'm so impressed. Na tukianza na taarifa ambayo tumepea kipaumbele ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa jamii za Kibantu kuungana katika kuhakikisha Rais William Ruto atahudumu kwa muhula mmoja, wakiendeleza ziara yao katika maeneo ya pwani. Gachagua amebaini kuwa Rais Ruto anajitahidi kuzitenganisha jamii hizo kwa kuwataja viongozi wanaoziunganisha kuwa wakabila. Gachagua akitaja kuwa rais ndiye mkabila. Viongozi hao wameendelea kumkosoa Rais Ruto kwa madai kuwa anaendeleza uongozi mbaya, wakiwataka Wakenya kuamini wanayosema kuhusu rais kwa kuwa waliwahi hudumu serikalini na wanamfahamu Rais Ruto. Atevoi, mnasemaje? Siasa za kuhakikisha Rais William Ruto anahudumu kwa muhula mmoja zilisheheni katika maeneo ya pwani. Hi cousins. Hi makuzo. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wakiendelea kumkosoa Rais Ruto kwa madai kuwa anajaribu kuzitenganisha jamii za Kibantu. Gachagua akitoa wito kwa jamii hizo kuungana kuhakikisha rais hatarejea mamlakani baada ya uchaguzi mkuu ujao. Nimetumwa na watu ya mlima kutafuta makazins wangu makuzo, si ndio? Sisi na Wakamba, Wataita, Wataveta, Mijikenda, we are one family. Sisi ni makazins. Na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo, niliona mkipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo. Hata mambo ya familia mnataka kuingilia. Mtu akiongea na kasini yake iko makosa. Gachagua akitaja kuwa viongozi wa jamii hizo wametumika vibaya kisiasa na Rais Ruto, akibaini kuwa ni wakati wa viongozi hao kuungana kupigana na uongozi mbaya. The journey of cousins, the family of people who are like-minded, who are born together, who have the same tradition. The time for the cousins to come together is now. Sindio? Sindio? Huyu Kasongo ametenganisha makazins. Huyu Raila ametenganisha makazins. Huyu Raila ametumia Kalonzo vibaya. Ametumia Kalonzo na nyinyi vibaya. Na huyu Ruto amenitumia vibaya. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akiwakosoa viongozi serikalini kwa madai kuwa wamewasahau wananchi baada ya kupewa nafasi ya kuwaongoza, akibaini kuwa Wakenya wamechoshwa na viongozi wanaowahadaa.
badala ya kuzingatia miradi itakayoliendeleza taifa. Watu viongozi wanawapa mamlaka alafu wanaenda kuwaonyesha vile wako matajiri na wao hawana chochote. Wao wanatafuta angalau kuweka chakula juu ya meza, na wengine wanaenda wananunua masaa milioni 2 na kusema mtadu what? Mtadu. Viongozi hao wamewataka wananchi kuwa na imani na wanaoibua kuhusu mabaya yanayoendelezwa na serikali, wakibaini kuwa wanayafahamu yanayoendelezwa na Rais Ruto kwa kuwa waliwahi hudumu chini ya uongozi wake. Sisi tukikuja kuwaambia kwamba huyu mtu ni mwizi, muamini huyu mtu ni mwizi. Sisi tunajua yeye ndani na nje. Na sisi tunawaambia sababu tunambujua, na ndio tumekosana hata saindi sababu ya uongo, sababu ya usaliti. James Mwangi, Undugu TV. Na kwingineko ni kwamba viongozi wa Kenya Kwanza wametetea mpango wa empowerment wakisema kuwa ni wa kuwakuza wananchi wote wa Kenya. Wamewakashifu viongozi wa upinzani akiwemo Gachagua kwa kueneza siasa za ukabila na pia uchochezi. Aidha wameweka bayana kuwa watawashinda viongozi wa upinzani katika uchaguzi ujao. Viongozi wa Kenya Kwanza wakiendelea kufanya mpango wao wa empowerment katika kaunti mbalimbali, leo hii wametua eneo la Kimilili, kaunti ya Bungoma. Mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah amemkashifu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema siasa anazoeneza ni za uchochezi, kuwagawanya wananchi na ukabila kwa kiasi kikubwa. Ile siasa wanafanya ya kujaribu kutugawanya sisi wa Kenya kwa misingi ya kabila, siasa ya chuki, siasa ya uchochezi, siasa ya kupiganisha watu. Mtu anajiita kiongozi anataka atuambie ati ile maafa tuliona 2007 2008 was a Christmas party. We are yet to see more bloodshed in 2027. We want to tell you, shame on you. Shame on you, because the people of Kenya will never ever again fight because of politics. Viongozi hao wakisema kuwa mpango wao ni wa kuwakuza wananchi wa hadhi ya chini kwa ujumla, na wala sio vema wanasiasa hao kuendelea kuupinga mpango huo, kwani siasa zao zinachangiwa na hasira. Hata mkitumia gari 4, ile mafuta mnaweka hizo gari zingine, muleta hiyo pesa msaidie wa mama. Sitakuwa tu kama sisi kusaidia wa mama hivyo namna hiyo. Lakini mnasema mnatoa wapi pesa? Na nyinyi mnatoa wapi pesa ya kuzunguka all over? Na wewe kwanza ni impeached. Mwingine wewe ulimaliza sijui 2013 tangu utoke vice president, miaka imepita sijui ngapi. Machungu haiwezi run serikali ya Kenya. You cannot stand mahali kikazi yako ni kusema tu one time. We will have an economic empowerment program under the bottom-up economic transformation agenda that will empower ordinary Kenyans. Aidha wameweka wazi kuwa sasa hivi kuna vikundi viwili katika taifa la Kenya, mojawapo ikiwa ni ya kufanikisha maendeleo na ile ingine ni kupinga maendeleo, wakiweka bayana kuwa watawashinda ifikapo mwaka 2027. Yule mtu anaenda na tamu yake ya kwanza hajawahi shindwa kura. William Ruto 97 aliingia siasa. Tangu aingie siasa hajawahi shindwa kura. Wewe umeingia umesaidiwa ukakuwa deputy president. Haujamaliza hata kuota tamu. Waacha tuambie hii safari ishaanza, tutawaosha asubuhi mapema. Safari ya 2027 tutangarasha, tunanyorosha hao mapema saa 12. Ama namna gani watu wa Kimilili? Tusonge mbele ama tusisonge? Huyo mkabila mnaweza kubaliana na yeye? Mnasema Rigathi tawe, si ndio? Viongozi hao wamemkashifu Gachagua kwa kushindwa na kazi katika kipindi chake cha miaka 2 aliyohudumu kama naibu wa rais.
Mbunge wa Juja George Koimburi amekelaani kitendo cha utekaji nyara kilichomtokea wakati akitokea kanisani kuwekewa madawa yaliyopoteza sauti yake na kisha kutupwa katika shamba la kahawa. Koimburi akisema kuwa serikali iangazie masuala ya utekaji nyara yanayoendelea kukita mizizi nchini. Aidha, viongozi wa Kenya Kwanza wakisema kuwa mbunge huyo alidanganya katika kitendo hicho cha utekaji nyara na anangojewa kutoa majibu sawia. Ule kwanza huyo mbunge mimi namhurumia sana. Alidanganya bibi yake ya kwamba nimeshikwa. Bibi aliamini. Unaweza samea bibi. Akaenda kujificha kwa kahawa. Alafu baadaye hospitali. Mimi namhurumia. Ameshindwa kutoka kwa hiyo hospitali kwa nini? Bibi anamngojea huko nyumbani. Ueleze. Askari wanakungojea. Ueleze. Bwana yenyewe huyo jamani mgonjwa sahihi. Bunge tunakungojea. Utueleze. Watu constituency yako inakungojea ueleze. Sasa kweli amekuwa mgonjwa. Sasa kaa tu hapo, tulia. Na ukikaa hapo more than 6 sittings, umeketi kule, kiti yako unapoteza. Hata watu ya kanisa wanaongojea, si ndio? Hata pastor yake anaongojea kujua what happened ama namna gani. Kitokea kanisani ambapo walinifunika macho na wanakaniweka dawa kwa mapua. Kisha siku ambayo ilifuata nikajipata katika shamba la kahawa. Niliweza kupata msamaria mwema ambaye ni mwana bodaboda. Akaja na akaweza kujulisha familia yangu na ndio wakaweza kuniokoa, wakanileta katika hospitali hii ambapo nimekuwa nikipata matibabu. Nikilaani kitendo hiki ambacho nimetendewa, nikilaani maafa yote ambayo yametendeka kupitia wahuni hao ambao wanatembea Kenya yetu. Ni janga ambalo nimelishuhudia, nikiambia Wakenya tuendelee kuombea taifa letu, tuendelee kuombea serikali letu, na pia tukiomba serikali la Kenya liangazie mambo haya, sababu wahuni wakora wameingilia na kuteka nyara watu, nikiwa mmoja wa wale wako na ushuhuda. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amebaini kuwa mpango wa serikali wa Nyota utaendelea, akidokeza kuwa mpango huu unanuia kuwasaidia wafanyabiashara wadogo na wanaopinga mpango huo kuondoka njiani. Pia amemsuta aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua akisema wakati alikuwa mamlakani alikuwa nazuru eneo moja tu. Kwa hivyo wale wanapinga hii mambo wajue ya kwamba they are on the wrong side of history. They are on the wrong side of history. Hii tunafanya sio kwa sababu ati itamaliza shida za Kenya zote. It is one of the interventions we are making as leaders among many other government programs and government funded programs to expand the economy. Because as a leader you also have a personal responsibility. Na wale viongozi hawataki kusimama na wananchi, watuachilie sisi tuendelee. Because we understand how important this is to the people of Kenya. It is not going to be easy going forward for a leader who misuses members of the public, who only comes at the last minute just to incite the public with useless slogans. Wengine saa ile wametoka kwa viti ndio wanakuwa maarufu, ndio wanakumbuka kuna Ukambani. Na siku ile yako kwa kiti kama saa hii mimi ni kwa kiti, hakukumbuka kuna watu wanaitwa Ukambani. Alikuwa anazurura sehemu moja hapo, lakini saa hii kwa sababu ametoka kwa kiti sasa ndio anaanza kukumbuka kuna Masinga, kuna wapi. My friend, is not going to be easy. Sasa vile mumeona kila ametenda, si tutampatia kula? Ama sio hivyo? Juzi ametuita Ikulu, watu wa Masinga akaniambia waende 50 na wakae. Walipo toka huko wakasema sisi wote tutaenda kukonvert wa Masinga.
Na tukielekea maeneo ya pwani ni kwamba wamiliki wa hoteli Mombasa wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kubuni sheria za kudhibiti uchafuzi wa fukwe za bahari. Meneja wa vyumba vya Kauri Shells Peter Masanju akisema nepi na plastiki zinachafua fukwe na kutishia, jambo ambalo linahatarisha sekta ya utalii. Sasa umetoa wito wa kuwekwa kwa mapipa ya taka ili kuzuia uchafuzi ule. Tulikuja na hii idea kama miaka miwili iliyopita ya kuweza kujaribu kupunguza uchafu wa plastiki katika bichi zetu. Tunavyojua sisi kama wahotelia, kitu tunategemea sana ni wageni. Wageni wanaokuja kuona bichi yetu, and in fact we are blessed. The National Marine Park is just stone throw away. Yeah? So tukijaribu kudhibiti mazingira, tuna ensure kuwa marine environment pia iko sawa. So sisi kama community, kama wafanyikazi wa Kauri Shell, manake hii tunafanya pia na majirani zetu, beach operators, tunajaribu tuondoe plastiki kwenye bahari zetu, kwenye fuo zetu. Na pia kama kungekuwa, tunaomba kama kungelikuwa na legislation fulani ambayo itaweza kusaidia kupunguza uchafu wa one plastic use, vitu kama hizo. So after a while we saw our beach was very, very dirty with microplastics and everything you can imagine who don't belong on the beach. So me and Peter, we said we need to do something. So now I think it's 2 years, Peter. Yes. Every 2 weeks we collect all the rubbish from our beach. That we are polluting our ocean, and we need to have good fish, we need to have clear water, and if we don't do anything, we will destroy our whole planet. Na mpenzi mtazamaji, taarifa inayotoka hewani kutoka kaunti ya Mombasa inanipea fursa fupi ya kuweza kuzamia. Nitachipuka na taarifa zaidi. Endelea kulonga nasi kupitia nambari ya simu 0782705705. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari, na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa SACCO waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis, ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na isa moja ni
30,000. Kanisa inaekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, ni kupashe taarifa zaidi. Na tukielekea kaunti ya Narok ni kwamba mke wa gavana wa kaunti ya Narok Agnes Tutu amewataka wakazi wa Narok kuchukua jukumu la kulinda mazingira, huku wakitoa wito kwa jamii yote kuanzisha mbinu bunifu ya kushughulikia taka za plastiki. Akizungumza katika shule ya sekondari ya wasichana ya Talik siku ya mazingira, alisema kuwa bidhaa za plastiki hazichafui maji tu, ila ni hatari kwa mifugo na pia wanyamapori. Please let us accompany the facility lady. Plastic pollution is a problem here in Narok and globally. And we should end that pollution. Plastic are everywhere. Bags, bottles, wrappers, they are everywhere. And they are a problem, a big problem. It's pollution to our rivers and even soil are not decomposed. They don't decompose. And so we should try to find a way of ending the usage of plastics. Katukuambia vijana, ni vizuri mfanye campaign ya kuhamasisha watu wetu waache utumizi ya plastiki. Nataka pia tu kuambia wananchi tuwe tunajaribu kuchunga mazingira yetu na kuongeza upanzi wa miti. Tupande miti kwa wingi, kwa manyumbani zetu, kwa shuleni, kwa kanisani, ili tuweze kupata nchi yetu iwe safi, tuweze kupata mvua kwa wingi na hewa safi. Alternative ways of packaging or Familia moja kutoka eneo la Pingelani, kaunti ya Kilifi, imeomba serikali kuingilia kati kuwasaidia kutatua mzozo wa ardhi uliopelekea kutowekwa kwa mmoja wa wanafamilia. Kulingana na Mnyazi Mwatua, mumewe Francis Chelengeli alitoweka mwaka uliopita baada ya kutishiwa na baadhi ya wanahusika katika mzozo huo wa ardhi, na ambao baadaye walivamia kwao nyumbani, akiongeza kuwa juhudi zao za kutafuta usaidizi kutoka kwa idara za usalama hazijafua dafu. Mimi niko pale naishi na yani niko na shida nyingi sana. Siwezi nitasema aje yani. Manake hata mzee mwenyewe alikuja wakamtishia maisha. Alipotea, simjui mahali yuko. Msaada nikipiga ripoti kwa chifu hanisaidii. Nikipiga ripoti police station cha Simba sisaidiki. Niko na shida nyingi. Juzi wakati wa mazishi tarehe 26 niliona tu watu wanaenda mbio, sikujua kama kulikuwa kuna nini kwa sababu nilikuwa mimi niko nimekamatwa na mazishi. Sasa nikitoka tu hapo kwa hiyo nyumba nasikia vita vile vimeanza. Nikikimbia mbio naona ni kijana wangu Moses Munga Chilengeli anapigwa mafimbo, na kuna yule Jira Rimba ameshika hiyo panga akipeleka hivi akiregesha mpande huu. Sasa mimi niko na shida nyingi sana. Watu 10 wavulana 8 na mabibi zao. Sasa mimi niko pale kwa hiyo nyumba yangu. Huyu kijana ndo wanamfuata sasa, wanamwambia toka nje tukumalize. Mimi nikazuia huyo kijana asitoke nje akamalizwa. Si wanasema mzee alipotea, hamjui mahali yuko, na huyo kijana pia atoke nje tummalize. Mimi tu
naomba serikali iwe katikati na mimi, kwa sababu shamba hiyo siwezi yani kujiweka huru na hiyo shamba, ni mateso yako pale. Wakati alipotea tulienda kupiga report Chasimba Police Station na tuko na OB, wakasema wana investigate that matter. Kabla apotee pia mzee alikuwa anatishiwa maisha na pia alireport hiyo issue but hawakuchukulia kwa uzito. After sasa wanasema wana investigate huku na mzee anatafutwa hapatikani, nilichukua hatua kuandikia DCI director kule Nairobi, nikaenda paka kwa Minister of Interior. Na tukielekea kaunti ya Siaya ni kwamba kaunti ya Siaya imepokea vifaa vya afya vya takriban milioni 54 kutoka kwa shirika la Amref kwa ushirikiano na washikadau wengine. Vifaa vile vinajumuisha vifaa vya mahabara na vitakavyowasaidia wahudumu wa afya kukabiliana na magonjwa ya malaria na TB kati ya magonjwa mengine. Gavana wa kaunti hiyo James Orengo akisema wanatumia vifaa vile kuhakikisha wanadidimiza kuenea kwa magonjwa yale mashinani. On behalf of Amref Health Africa, in the journey of eliminating neglected tropical diseases in this region and in this country, we join you, the county of Siaya, to be able to donate laboratory equipment and reagents that are going to go into the effort of eliminating neglected tropical diseases in this county. On that addition also, we appreciate that malaria prevalence in this county is very high, and therefore we are also donating bicycles to community health promoters to enable them. We are donating 2 additional digital chest X-ray machines that are portable, that are powered by artificial intelligence to help improve screening and diagnosis. This follows a previous pilot in Madiani facility where about 2 years ago we had a pilot of the use of this equipment. Since then, there has actually been a quadrupling in terms of the numbers of cases of tuberculosis diagnosed because of the artificial intelligence that powers this equipment. And we are proud to make this donation of worth 34 million Kenya shillings. This partnership, both with CHS and Amref, is exceptionally having a positive impact in delivery in health services. In the county and in our administration, we have emphasized health as a key pillar in our service delivery. The disease burden in Siaya and in the rest of the counties in the Lake region is very high. Na kwenye taarifa ya fungakazi na ambayo ni ya michezo ni kwamba katika mashindano ya Diamond League Rome Italy, Beatrice Chebet aliibuka akidedea katika mbio za mita 1500, Ferdinand Omanyala akiambulia nafasi ya 3 katika mbio za mita 100, huku Timothy Cheruiyot akimalizia katika nafasi ya 2 katika mbio za mita 1500. 1:52. To about 125 meters now as she comes down the home straight. She's not going to break 14 minutes. That was the whispered hope for this evening, but it's still going to be super fast. Only Segai has ever gone under 14:05. She's now joined by Beatrice Chebet, an astonishing run, 14:03.69, the second fastest time in history. It's 100 meters. Trayvon Bromel's running away with this one on the moment. Good running on the inside from Assemi. But Trayvon Bromel storming this one and destroying that field. And look at the time, 9:84. If that's confirmed, it's the fastest time in the world. It's getting set for the 1500 meters. Cheruiyot decides the time is right to go. Timothy Cheruiyot, can he relive some of the great glories of the past? Habs is with him, he's holding him at the minute, and now he tries to kick away again. It's Cheruiyot versus Habs. Who's going to get to the line? It's going to be Habs. Eases himself ahead. Has he got it? Yes, he has.
executed 3:29.72, the fastest in the world this year. Let me run my own race. Like I said yesterday, I am going to run my own race because I'm feeling the body is in a good shape. So I have to try to see how far I can go when I push alone. But after running 14:05, a personal best, and I'm meeting record, I'm so impressed. So I see world record is capable, and I'm going to plan for it. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, kufikia hapo sina la ziada na fungasha virago nikitamatisha taarifa hizi za Undugu matukio mwendo wa saa 2 siku hii ya Jumamosi. Mpenzi mtazamaji, nimekuwa wako Frederick Wambua, na mfasiri kwenye lugha ya ishara amekuwa ni Priscilla Mwangi, na tuweze kupatana siku nyingine akitujalia Maulana, na kutakia usiku mwema. Kwaheri.